Habari njema kwa wakazi wa bara la Afrika, Asia, Australia, Ulaya na Marekani. Je, unatamani kufunga Ramadhani ukiwa ndani ya mji mtukufu wa Maka na Madina? Unajua kuwa unaweza kufanya umra ya Ramadhani 2026 bila msongo wa mawazo? Ndiyo, Madrasatul Ikhlas wamekurahisishia kila kitu. Ni ndoto ya kila muumini kuwa mgeni wa Allah katika mwezi wa Ramadhani. Ungana na Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia na Ustaz Ibn Maya kutoka Belgium katika safari ya kiroho itakayobadilisha maisha yako kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2026, sawa na tarehe 16 hadi tarehe 27 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lipia sasa euro 1500 kama wewe ni wa bara la Ulaya na dola 4500 pesa za Australia kwa watu wa Australia, dola 3000 za Kimarekani kwa watu wa Marekani kabla ya tarehe 15 mwezi wa Shabani. Kumbuka, baada ya hapo bei itapanda hadi euro 1700 kwa watu wa Ulaya na dola 4700 kwa watu wa Australia na 3150 kwa watu wa Marekani. Bara la Afrika na bara la Asia, wasiliana nasi kwa maelezo zaidi. Kwa nini usafiri nasi ya Umra 2026? Huduma ni nzuri kweli kweli kabisa. Hotelini hadi Haram ni karibu sana kwenda kwa mguu. Huduma za iftari na daku zipo. Huduma ya visa ya miezi 12. Ziara za kihistoria Maka na Madina na pembezoni mwake. Mpango wa kulipia kidogo kidogo unaruhusiwa. Tutakupa huduma ya usafiri wa gari Maka na Madina na kwenye ziara zote. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi sasa kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia, Ustaz Ibn Maya kutoka Belgium. Nafasi ni yako, usikose fursa hii. Ahibati fillah, Uislam umeujalia ndoa ikawa ni halal na ukafanya zina wal iyadhu billah ikawa ni jambo ambalo kwamba ni jambo la haramu, na Uislamu ukaifanya hii ndoa katika malengo na maksad ni kupata amani. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, na katika alama za Allah tabaraka wa taala ni kwa kuwa Allah subhanahu wa taala amewaumbieni nyinyi wanaume wanawake, na lengo kubwa ni mpate as-sakina, na sakina ni amani. Na akasema jalla jalal, wa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameumbeni nyinyi wanadamu kutokana na nafsi moja ambaye kwamba ni baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, na akawa ni mwenye kumuumbia mwanamke ambaye kwamba liyaskuna ilaiha, awe ni mwenye kupata as-sakina. Ndugu zangu Waislamu, kuhakikisha malengo ya kupata amani ndani ya majumba ni jambo ambalo kwamba lazima wawili ambao kwamba ni wenye ndoa wawe ni wenye kushirikiana, na ndiyo maksadi kubwa. Unapoona mtu katika barabara akiwa katika hali ya furaha, akiwa katika hali ya utulivu, jua alipolala jana palikuwa una utulivu. Na ukimwona mtu hasira nyingi barabarani, kazini kwake, ujue alipolala hakuna. Kwa sababu hatuwezi tukapata amani katika barabarani mpaka amani ianze katika majumbani.
kwamba ni mama wa dini na ni mama hamwezi mkawa ni wenye kutusiwa kutokana na tabia zake mbaya, bal niliwatafutieni mama ambaye kwamba ni mama mwenye kusuluhika. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupatia wasia katika wale ambao kwamba wanataka kuoana, kwa sababu aman unaitafuta kabla ya kuingia ndani ya nyumba. Ukikosea basi hautoipata ile amani ndani ya nyumba yako. Kwa hivyo kuna mazingira ambayo kwamba lazima uwe ni mwenye kuyatengeneza kabla ya kuingia katika nyumba hiyo, ndipo uhakikishe maqsad ambayo kwamba ni as-sakina. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, katika kuwapatia nasiha wanaume wawe ni wenye kutafuta wanawake ambao kwamba ni wenye kuleta amani katika nyumbani kwao, akasema sallallahu alayhi wasallam, tunkahu almar'atu li arba'in, ya kuwa mwanamke hutafutwa na huolewa kwa ajili ya mambo manne. Jambo la kwanza ni maliha, kwa ajili ya mali yake, walihasabiha, na kwa ajili ya familia yake na nasabu yake, walijamaliha, na pia vile vile kwa ajili ya urembo wake, walidiniha, jambo la nne ni kwa sababu ya dini yake. Kisha sallallahu alayhi wasallama akawa ni mwenye kusisitiza na kusema, fadhfari bidhati dini taribat yadak, mtafute yule ambaye kwamba ndio mwenye dini, tilia manani kwenye dini, ndipo mikono yako iwe ni yenye kusalimika. Hautakuwa na hasara ikiwa utayakosa matatu yale. Ukiwa utamkosa mwanamke mwenye mali, umkose mwanamke mwenye nasab, umkose mwanamke mwenye urembo, lakini uwe ni mwenye kumpata mwenye dini, utakuwa ni mwenye kusalimika. Na pia sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kuwapatia nasiha wanaume ambao kwamba ni wenye kutaka kuoa, na pia vile vile wale ambao kwamba ni auliaul umur, wasimamizi wa wanawake. Asema sallallahu alayhi wasallama, idha khataba, wa fi riwaya idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, ikiwa mtakujiwa na yule ambaye kwamba mmeridhia dini yake na tabia yake. Katika hadithi hii ahibati fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa ni mwenye kuitofautisha tabia pamoja na dini, ilhali tukijua ya kuwa tabia inaambatana na dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini ni jambo ama ni mawasiliano baina ya mja na Mola wake, lakini tabia ni mawasiliano baina ya mwanadamu na wenzake. Kwa hivyo ikiwa ni masala ya kuoa, si kwamba ni dini peke yake, kwa maana utawasikia baadhi wakisema, wajua huyu jamaa tulimuozesha, tulikuwa tukiona ni mtu wa sunna, ndevu mashallah, kanzu mashallah, ni mtu wa vipindi tano, lakini la, tulishangaa kwa sababu mlisoma hadithi mkaruka kipande. Mlisoma hadithi idha atakum man tardawna dinahu fazawijuhu, mkaruka wa khuluquhu. Akhlaq ni jambo ambalo kwamba ni muhimu ahibati fillah katika kuoana, kwa sababu pengine mtu atakuwa ni mwenye kuswali vizuri, atakuwa ni mtu ambaye kwamba ameshikana na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ifikapo katika muamala baina yake na watu awe na muamala mbaya. Ni yule bwana ambaye kwamba ukimkopesha harudishi, ni yule bwana ambaye kwamba katika kinywa chake kutokwa na maneno ambayo kwamba ni machafu. Kwa hivyo sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kutueleza mambo mawili, ni dini pamoja vile vile na tabia zake. Fazawijuhu, amri minan nabii sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa huyu bwana muwe ni wenye kumuozesha. Kwa sababu gani? Illa taf'aluhu, ikiwa hamtamuozesha mtu kama huyu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, itakuwa fitna, itakuwa ni yenye kuenea katika ardhi, na pia vile vile ufisadi utakuwa ni wenye kuenea. Ndugu zangu Waislamu, na ni nasiha kwa wale ambao kwamba wanataka kuoana katika kutilia manani katika mambo ya dini, kwa sababu utamkuta mtu ambaye kwamba pengine ni kijana
anakazia kwa msichana ambaye kwamba ni msichana anajulikana katika tabia mbaya, lakini lile ambalo kwamba ameliona ni ule urembo peke yake, huyu nikimpata khalas mambo yangu yatakuwa yamenyoka. Ama vile vile msichana awe ni mwenye kukazana na kijana ambaye kwamba pengine ni mlaji wa mairungi, mvutaji sigara, ni mtu ambaye kwamba hata sala hajui, lakini kwa sababu ana nini? Ana mali. Na anapooa ama kuolewa na mtu kama huyu bila ya kuzingatia dini, unamkuta mtu baadaye kuanza kujuta na kusema lau ningejua. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mtu wa kuoa, tilia manane dini ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amekupatia nasiha nayo, na usiwe ni mwenye kuangalia mambo mengine. Utawasikiza baadhi wakisema huyu venye ni mrembo, inshallah hata kama hijabu yake ni matata, lakini mimi nitamfanyia da'wa nikifika ndani. Na pia vile utawasikia wanawake wakisema yule bwana inshallah mimi nitamrudisha kwenye mstari, lakini huwezi ukawasikia wakisema yule fakir, yule maskini ambaye kwamba ni mwenye tabia njema na mwenye dini nzuri, wakisema ya kuwa inshallah Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kumruzuku. La, bal wacha tutafute mwenye pesa, kisha inshallah tutamrudisha katika line. Na vile si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatieni ahadi kwa yule ambaye kwamba ni mwenye tabia mbaya kwa kuwa atakuwa ni mwenye kurudishwa, lakini Allah tabaraka wa ta'ala amepatiana ahadi kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kuwa maskini, kwa kuwa ikiwa mtamwezesha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumpa katika fadhila zake. Akasema jalla jalal, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlih. Ikiwa watakuwa ni maskini, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwapatia katika fadhila zake. Aulizwa Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala na bwana mmoja ambaye kwamba amemkujia akamweleza, inna li ibnatan faman tara uzawijuha, mimi nina mtoto wa kike, waona nimuozeshe nani? Hasan al-Basri akamweleza kuwa zawijuha man yattaqillah, muozeshe yule ambaye kwamba anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa in ahabbaha akramaha, kwa sababu yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala akiwa atampenda binti yako atakuwa ni mwenye kumkirimu. Wa in abghadaha lam yadhlimha, na ikiwa atamchukia vile hatomdhulumu, kwa sababu anaelewa thika ya kuwa dhulumatu yaum alqiyama. Ndugu zangu katika iman, wanandoa wakisha hakikisha hili, huyu ni msingi wa kwanza ambao kwamba ni wa kutafuta amani ndani ya nyumba. Na ikiwa watu wameingia katika nyumbani kwao baada ya kuhakikisha huyu msingi, hasatan katika wale wanaume, wawe ni wenye kuhakikisha ya kuwa zile ahadi walizozipeana wakati wa posa na wakati wa kutafuta huyu msichana kabla ya kumuoa, wahakikishe ya kuwa wamezitimiza. Kwa sababu wengi kabla wajaoa, mimi nitakununulia gari na nitakununulia sijui kadha, nitakupeleka wapi. Akishaweka mwanamke ndani, mwanamke akianza kudai yale ambayo kwamba ameahadiwa, anamwambia bana, tulikuwa katika kampeni, sasa kampeni imeisha, kwa hivyo wewe tulia. Abadan. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ash-shuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj, haki ya sharti ambayo kwamba inatakikana watu wawe ni wenye kuizingatia ni ile haki, ile sharti ambayo kwamba umehalalisha nayo huyu mwanamke. Kwa hivyo ukiwa huyu mwanamke umempatia ahadi ya kuwa nikikuoa inshallah katika honeymoon tutaenda Dubai, tukitoka Dubai tuende Zanzibar, hakikisha umelitenda hilo, kwa sababu katika sifa ya watu ambao kwamba ni waumini wa kisawasawa ni kuwa wanatimiza zile ahadi ambazo kwamba wamekuwa ni wenye kuziweka. Baada ya kuwa watu wameingia katika nyumbani kwao, kuna jambo ambalo kwamba lazima kila mmoja awe ni mwenye kulitambua. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, enyi wanaume muishi na wake zenu
katika wema. Waashiruhunna bilma'ruf, watu kukuwa na muashara, kuishi vyema, ni mambo ambayo kwamba yanaambatana na mambo mawili. Jambo la kwanza almaruf ni mambo mawili. La kwanza ni alfardhu walwajib, ni mambo ambayo kwamba ni fardhi na ni wajib kwa kila mmoja. La pili ni alkamalu walmustahab, ni mambo ambayo kwamba ya kuongeza na kulainisha na mapambo. Lakini jambo la kwanza alfardhu walwajib ni kila mwenye ndoa awe ni mwenye kujua ya kuwa mwenzake ana haki ambayo kwamba inamlazimu yeye. Kuna huquqi zawj wa huquqi zawja wa huquqi almushtaraka, kuna haki za mwanaume na kuna haki za mwanamke na kuna haki ambazo kwamba ni haki za wote wawili. Amani haitopatikana katika nyumba mpaka kila mmoja awe ni mwenye kuhakikisha ya kuwa mwenzake amepata haki yake namna ambavyo kwamba inastahiki. Mfano, mwanaume haki yake ni awe ni mwenye kupata haki ya kitanda. Mwanamke usiwe ni mwenye kumuingiza yoyote katika nyumba ambaye kwamba mwanamme anachukia. Na pia vile vile hukuki ni nyingi, na ikiwa mathalan ni haki ya mwanamke, lazima jambo la kwanza awe ni mwenye kupata mahari yake. Jambo la pili awe ni mwenye kupata an-nafaqa wama ila dhalik. Na katika huku kutimiza hizi huquq, an yuaddi kullu wahidin minhuma haqqa al-akhar biduni ta'khir au mumatala. Ili upate amani katika nyumba yako, lazima kila mmoja awe ni mwenye kujua ya kuwa anafaa kutimiza haki ya mwenzake biduni ta'khir au mumatala, bila ya kumchelewesha mwenzake ama ya kusita. Wakuta mwanamme afaa kumpatia masrufu mke wake, kisha anamwambia wacha inshallah pesa nitakupatia kesho, ilhali akonazo katika mfukoni mwake. Ama mwanamke afaa kumpa haki ya kitanda mume wake, kisha anasema leo wajua mimi sijisikii, wacha tutaangalia hiyo mambo kesho. La, hapa amani itaanza kupata dosari katika nyumba hiyo. Jambo la pili, an yuaddiyahu litibi nafs, ni mtu kumpa haki mwenzake bitibi nafs, akiwa na nafsi ambayo kwamba ni mzuri, roho ambayo kwamba ni roho ya upendo, uso ambao kwamba ni uso wa bashasha. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, matlul ghaniy dhulm, kuchelewesha kwa yule ambaye kwamba ana uwezo ni kumdhulumu mwenzake, ikiwa ni upande ya deni ama katika zile haki ambazo kwamba ni lazima uwe ni mwenye kuzitekeleza, na mwenzako anakuwa ni mwenye kukosa huquq kama hizi katika mwenzake. Kwa hivyo ahibati fillah, hatuwezi tukawa ni wenye kupata amani ndani ya manyumba mpaka kila mtu awe ni mwenye kutimiza haki kwa mwenzake namna ambavyo kwamba inastahiki, na pia vile vile unatimiza haki kwa wakati wake, na pia haki inatolewa katika upendo na katika pia uso wa bashasha. Na ikiwa hizi huquq zimepatikana, zile ambazo kwamba ni lazima, kuna yale mambo ambayo kwamba ni alkamalu walmustahab. Ndugu zangu katika iman, alkamal walmustahab ni mambo ambayo kwamba wengi huyakosa katika ndoa zao. Na pia alkamal walmustahab inapokosekana katika ndoa, lazima pia amani katika ndoa hiyo itakuwa na dosari, itakuwa na shida. Mathalan, kwa wanawake, kamal na yale mambo ambayo kwamba ni mustahab ambayo kwamba wanafaa kuwafanyia waume zao, wawe ni wenye kuchukua mfano kutokana na mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Jambo la kwanza, mume wako wafaa kuwa ni mwenye kumpa moyo katika mambo yake yote. Mathalan, mwanaume ametoka kazini, pengine biashara zake amejaribu kuzianzisha zimekataa, pengine ameenda safari mambo yake haijanyoka, si kwamba akifika nyumbani uwe ni mwenye kumsomea tena,
wewe nimekwambia hii biashara sasa waona sasa wewe watuweka hasara. La, muangalie mama yetu Khadija radhiallahu anha, wakati mtume sallallahu alayhi wasallama alimkujia na humum, alimkujia na shida na matatizo, akawa ni mwenye kumkujia akiwa na uoga baada ya kupatana na Jibril alayhi salatu wassalam. Khadija radhiallahu anha alianza kumtajia yale mema yake, akamwambia kalla fa wallahi la yukhzika Allahu abada, huo uoga na hayo ambayo kwamba umenieleza, wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kukuachia abadan. Innaka latasilu rahim, akaanza kumweleza wewe ni mtu mzuri, wafanyia familia yako vizuri, watasduqul hadith, na ni mtu ambaye kwamba maneno yako wewe ni mkweli. Akawa ni mwenye kumtajia mazuri katika kumpatia moyo. Kwa hivyo mwanamke watakiwa uwe ni mwenye kumpatia moyo mume wako na katika kumpatia moral katika yale yote ambayo kwamba anayafanya, madama ni mambo ambayo kwamba ni mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile ni mambo ambayo kwamba ni yenye kutafuta riziki katika nyumba hiyo. Katika ile akhlaq Khadija radhiallahu anha alikuwa nayo, imefika kiwango ambacho kwamba katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu asema ya kwamba ata Jibril alayhi salatu wassalam faqala ya Rasul Allah, Jibril anamkujia anamueleza mtume, anamueleza hadhihi Khadija atat ma'aha ina'un fi ida, anamueleza ya Rasul Allah, huyu ni Khadija anaenda kutoka na ile mlango, na katika kutoka katika ile mlango anacho chombo ambacho kwamba amekibebea chakula. Fa idha hiya atatka, akiwa ni mwenye kukukujia, faqra alaiha salam min rabbiha, mpe salamu kutoka kwa Mola wake, wa minni, na mpe salamu yangu mimi Jibril, wabashirha bibaitin fil janna, na uwe ni mwenye kumpatia bishara kwa nyumba ambayo kwamba ni nyumba ya janna. Khadija hakuwa ni mwanamke yoyote, alikuwa ni mwanamke ambaye kwamba mwenye cheo, mwenye sharaf, mwenye kabila, mwenye mali, lakini hayo yote hayajamfanya awe ni mwenye kuona ya kuwa mimi ni mkubwa na mimi ni kadha. La, bal alikuwa ni mwenye kumhudumia mume wake sallallahu alayhi wasallama kwa kila dogo na kubwa, mpaka inafika mahala ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kumtolea salamu. Paka asema Aisha radhiallahu anha, baada ya kuwa Khadija amekufa, miaka mingi imesonga, asema radhiallahu anha ya kuwa ma ghirtu ala ahadin min nisa'i nabii sallallahu alayhi wasallama ma ghirtu ala Khadija, sijapata wivu katika wake wote wa mtume sallallahu alayhi wasallama isipokuwa mwenye nilikuwa nikimwonea wivu zaidi ni Khadija. Wama raaituha, na sikumuona hata, walakin kana an-nabii sallallahu alayhi wasallama yukthiru dhikraha, lakini mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa nakithirisha kumuongelelea, anamuongelelea mema kila wakati. Asema radhiallahu anha Aisha, asema wa rubbama dhabaha ash-shaa thumma yuqatti'uha a'daan thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadija. Inafika mahala ambapo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam pengine atakuwa ni mwenye kuchinja mbuzi, kisha awe ni mwenye kugawa wale mbuzi, awatume katika wale marafiki zake na Khadija radhiallahu anha, baada ya muda kuwa yeye ashatangulia mbele ya haki. Hii ni kwa ajili gani? Hii ni kwa sababu ya ile akhlaq, ya zile tabia njema Khadija radhiallahu anha alikuwa nazo. Si kwamba yeye alikuwa ni mtu, la, alikuwa na tabia mpaka wakati amekufa mume wake sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kubaki ndani ya roho yake. Ewe mwanamke, jiulize leo, mimi nikitangulia mbele za haki, kweli hata venye naishi na mume wangu naizapata dua kutoka kwake, namna ambavyo kwamba ninaamiliana naye? Asema أحبتي في الله، أسمى فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فاطمة بنت قيس أسمى يكون أمكوجي أمتوم صلى الله عليه وسلم أكمليزا يا رسول الله، وحقيقة أبا الجهم نسيو أبا الجهل، أبا الجهم أما يكون بني صحابي، نمعاوية أما يكون بني صحابي،
khatabani, wameleta posa kwangu, wote wataka kunioa. Je, niolewe na nani? Hapa wanaume tusikize vizuri sana. Hawa ni masahaba wawili ambao kwamba wameleta posa, na huyu mwanamke akaenda kuchukua ushauri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamweleza ya kuwa amma Muawiyatun fasalukun la mala lah, amma Muawiya ni mtu saluk ambaye kwamba ni maskini, hana chochote, hawezi kukulisha, hawezi kukuvalisha, kwa hivyo ma yasluh. Wa amma Abu al-Jahmi fala yad'u al-asa an atiqihi, amma Abu Jahmi ana kasoro ya kuwachapa wanawake. Hawa wawili ni masahaba, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa hajamshauri kuolewa na wao, mmoja wao, kwa sababu hana uwezo ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja, ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Albaa, uwezo ambao kwamba unatajwa ni mtu kumkulisha, ikiwa anajikulisha kumkulisha mwanamke, ikiwa anaweza kujivalisha avalishe mwanamke, ikiwa anaweza pata pahala pa kuishi awe ni mwenye kumweka mwanamke. Mambo matatu. Ikiwa hauna matatu haya, haujapata uwezo wa kuoa. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kumkataza kuolewa na huyu kwa sababu hana chochote, na akawa ni mwenye kumkatazwa na kuolewa na Abu Sufyan kwa sababu hana nini, na Muawiya kwa sababu Muawiya ni mtu ambaye kwamba anachapa wanawake. Tutafika hilo kwa sababu kuna baadhi ya wanaume kazi yao ni kuonyesha misuli kwa mwanamke, kumchapa mwanamke. Ukimuuliza mbona wachapa mke wako, bana Allah anatuambia tuwachape, wacha nikutandike. La, abadan. Tutafika hapo. Kwa hivyo ahibati fillah, kuna zile tabia ambazo kwamba wanaume, ili tupate amani katika nyumbani zetu, lazima tuwe ni wenye kuwa na tabia hizi. Tabia ya kwanza, ama jambo la kwanza, katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ni kucheza na mwanamke, kucheza na bibi yako. Hii ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amueleza Jabir, halla jariya, wa fi riwaya halla bikrin, mbona usiwe na msichana mdogo, kisichana kidogo, tulaibuha wa tulaibuk, uwe ni mwenye kumchezea nawe awe ni mwenye kukuchezea. Leo sisi tunacheza na wake zetu. Leo mtu akiingia kwa nyumba sura amefunga, ni kana kwamba ni general ameingia katikati ya majeshi. Salamu alaikum. Salam. Chakula iko wapi? La haula wala quwwata illa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amueleza Jabir, halla bikr tulaibuha wa tulaibuk, huyu mwanamke mimi nikicheza naye basi atanizoea. La, sio hivyo ndugu yangu. Hii ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo hii pengine mtu atakuwa na safari ama ametoka na ahali zake, kisha aone aibu hata ya kumfungulia mlango wa gari mwanamke wake. Ukimfungulia wanasema, huyu mzee sasa, huyu mzee anataka kujifanya kijana, ama ukijaribu huyu inaonekana anataka kujifanya mzungu. La wallah, wazungu wamekopi kutoka kwetu. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema Anas, faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, pindi walipokuwa katika safari wakiwa wanatoka Madina, ana asema radhiyallahu anhu, faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yuhawwilaha wara'ahu bi'aba'atin thumma yajlisu 'inda ba'irihi fayad'u rukbatahu wa tad'u Safiyatu rijlaha 'ala rukbatihi hatta tarkab. Subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka kupandisha mke wake Safia katika kipandio, katika farasi, katika ngamia. Asema Anas radhiyallahu anhu, ya kuwa nimemuona na macho yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anapiga goti lake, ndipo Safia anakanyaga katika goti lake sharif la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndipo anakuwa ni mwenye kupanda kwenye kipandio. Mtume sallallahu alaihi wasallama anaweka goti lake chini, ndipo Safia awe ni mwenye kukanyaga kwenye goti lake sharif, ndipo awe ni mwenye kusimama. Leo hii kufungua gari ndio umuingize mke wako, unaona haya.
ai watu watasemaje bana, mama watoto hebu jifungulie tafadhali. La. Kisa nyingine nikasikia moja katika mashaikh anataja, akamuona moja wa watu akiwa na mke wake akiwa anamfungulia gari, kisha mke akaingia, jamaa akakuja akamueleza, mashallah jazakallah khair ya akhi, wewe wafuata sunna mpaka wamfungulia mke? Akasema hapana bana, gari langu mbovu, nikifungua mke hawezi fungua, sasa lazima nifungue na nguvu, yeye hana nguvu. Kwa hivyo kufungulia mke mpaka gari likuwe bovu. Allah akikupatia Range Rover, akupatia Mercedes, subhanallah. Kwa hivyo wanaume lazima tuwe ni wenye kujifunza namna ya kuamiliana na wake zetu, ndipo tuwaonyeshe huruma, tuwaonyeshe mapenzi, ndipo tupate amani katika nyumbani zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kutufunza, leo wanaume mtanisamea kidogo, tajaribu kuwafesi, kwa sababu mashaikh wengi wakiongea wanakuwa wanaambia kina mama fanyeni hivi, fanyeni hivi. Leo pia na mimi nitawaambia nyinyi fanyeni hivi. Ama namna gani kina mama? Kina mama wamefurahi. Wanaume, utasikia mtu anamuita mke wake, madam, kuja madam. Madam, wale wa barabarani watakuwa nani? Huyu mwanamke bana, wewe mwanamke. La haula wala quwwata illa billah. Lazima watu tukue na majina yale mazuri ambayo kwamba pengine ukimuita mwenzako anahisi ya kuwa kweli huyu mwanamume nimemzalia, kweli huyu mwanamume nimeishi naye hii miaka na sija waste time yangu, sijapoteza muda wangu kwa kuishi na yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita Aisha, anamwambia ya Humaira, ya Humaira, wa huwa na'tun li Aisha radhiyallahu anha bi annaha jamilatun bayda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita ya Humaira, akimaanisha ewe mrembo wangu, mweupe wangu. Leo hii mwanamume kuita bibi yake habibti hamna, isipokuwa kidogo wale majenzi kidogo wakiangalia mamovie hapa na pale ndio unasikia hani. Lakini wazee wetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaita Aisha ya Humaira hakuwa 15 years, hakuwa miaka 20, hakuwa 30, alikuwa over 50 years, zaidi ya miaka 50. Ewe cheupe changu, ewe mrembo wangu. Kwa hivyo la mani ikiwa utamuita mke wako bibi yangu, habibti wangu, asali wangu, lazima katika majina ambayo kwamba yatakuwa ni yenye kumfanya huyu mwanamke. Wafikiria mwanamke ambaye kwamba unamuita baby wangu, sweetie wangu, wafikiria huyu mwanamke atakuwa ni mwenye kuleta vurugu katika nyumba? Abadan. Kwa sababu ushaiba roho yake, umemuiba. Hata kitaka kuleta fujo yeye mwenyewe anaona haya, anasema subhanallah. Kwa hivyo lazima tuwe na uslub ya kuita hata kama ni jina. Leo hii ikisemekana ya kuwa fulani anakaa na kuoga na bibi yake katika bafuni moja, wazee hata watafunga macho, wanasema la haula wala quwwata illa billah, kuoga na yeye. Lakini hii ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alikuwa akioga na bibi yake, si kwamba kuna yale maji ambayo kwamba pengine anatoka juu, la. Asema Aisha radhiallahu anha, kuntu aghtasil ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahid, nilikuwa nikioga mimi na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika chombo kimoja, katika besheni moja. Takhtalifu aidina, mikono yetu ikiwa inapitana, fihi min aljanaba, tukiwa tunaoga janaba. Wa fi riwaya wataltaqi, takhtalifu aidina wataltaqi, mikono yetu inakuwa ni yenye kupitana. Pengine Mtume Aisha kibeba maji, anapiga maji yake yanaanguka chini, Mtume ndo anachukua, hali kama hiyo. Lakini nasallallahu salamata wal afia, hata naona baadhi wameanza kuwa na haya. Ndani ya Uislamu hakuna haya, inna Allah la yastahi min alhaq. Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya haya alikuwa ni mwenye kutufundisha namna ambavyo kwamba tunafaa kuishi na wake zetu. Na pia sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Aisha asema Aisha radhiallahu anha, kuntu ashrabu wa ana haid, nilikuwa nikiwa na hedhi ninakunywa.
supu, maji, chochote kile. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fayad'u fahu ala mawdi'i fiya, kisha ninampa mtume sallallahu alayhi wasallama kile kikombe, kisha anaangalia pale nimeweka mdomo wangu, anageuza kikombe, ndipo anaweka mdomo wake pale ambapo kwamba mimi nimefanya nini, nimekunywa nacho. Leo hii hata bibi yake akikuja akikunywa na kikombe kisha malize maji kuwekea, wewe mwanamke mchafu wewe, ule hata kikombe kingine. La haula wala quwwata illa billah. Mtume sallallahu hangoje amalize, la pale ambapo kwamba ameweka mdomo wake ndipo pia mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka mdomo wake. Fayashrab wa ata'arraqu al-araqa wa ana haid, na ninakula nyama kwenye mfupa nikiwa pia vile vile haid. Sababu gani? Aisha radhiallahu anha anabainisha nikiwa na hedhi, kwa sababu Waarabu katika jahiliya pamoja na Mayahudi walikuwa sio watu wa kumkaribisha mwanamke akiwa na hedhi. Wanamuona ni mtu ambaye kwamba ni mchafu, wanamuweka mbali. Dini yetu wakati imekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kutufundisha ya kuwa mwanamke ni yule yule hata kama ako katika hedhi. Kile ambacho kwamba kinakataza ni aljimaa fakat. Lakini katika hadithi nyingine Aisha radhiallahu anha asema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni mwenye kunifanyia romance nikiwa katika hedhi. Kile ambacho kwamba hawezi karibia ni tendo la ndoa. Kwa hivyo Aisha radhiallahu anha anabainisha hali yake vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfanyia akiwa katika hali ya hedhi. Akasema, na nikakula nyama kwenye mfupa nikiwa na hedhi, kisha ninampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam ile nyama, na anatafuta pale ambapo kwamba nimeuma hasa, yeye pia nauma hapo. Katika muasharatu zawjia, itasemekanaje leo ikiwa mzee wa miaka 60 ndevu zake nyeupe, ama mtu ambaye kwamba ni mtu wa heshima, mkuu wa mkoa, kiongozi, mtu ambaye kwamba anaheshimika katika society, aonekana akiwa anakimbia na bibi yake, watu watasemaje? Huyu bwana kala libwata, si hivyo? Huyu amemalizwa kabisa. Msikize Aisha radhiallahu anha, asema radhiallahu anha, ana kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar, nilikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari. Wa hiya jariyatun, wakati huo Aisha alikuwa msichana mdogo. Qalat lam ahmil al-lahm, si kuwa nimebeba nyama, si kuwa nimenona, wala abdun. Faqala li ashabihi, Mtume akawaeleza masahaba zake, taqaddamu, tangulieni. Fataqaddamu, wakatangulia. Thumma qala ta'ali usabiqki, akamweleza ya Aisha, kuja ni tushindane kukimbia. Fasabaqathu ala rijli, tukakimbia nikamshinda, nikatangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana ba'd, wakati muda umepita, kharajtu ma'ahu fi safar, tena nikatoka na yeye sallallahu alaihi wasallam katika safari. Faqala li ashabihi, tena akawaeleza masahaba zake, taqaddamu, tangulieni. Thumma qala, akanieleza, ta'ali usabiqki, kuja niwe ni mwenye kushindana na wewe katika kukimbia. Si kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni marathon, la, si kwamba alikuwa ni marathon abadan, lakini ni katika ile husni muasharatu azawja. Asema Aisha, wanasitu alladhi kana, umepita muda mwingi na nimeshasahau kilichotokea mara ya kwanza. Waqad hamaltu al-lahm, na nishakuwa na nyama mingi. Wabaduntu, na nimekuwa mnene, nimenenepa. Faqultu kaifa usabiquka ya Rasulullah wa ana ala hadhihi alhal, nikamweleza ya Rasulullah, nitakushindaje, tutashindaje na naje ilhali mimi nimenenepa, niko katika hali kama hii? Mtume SAW akawa ni mwenye kumlazimisha, akamwambia lazima ushindane na mimi. Wakaanza kukimbia. Walipokimbia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumshinda baada ya kuwa amenenepa. Kisha Aisha radhiallahu anha akasema, faja'ala yadhhak, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pale anahema kidogo, akiwa anacheka, ya Aisha, hadhihi bitilka, akimweleza kukushinda kwangu leo, nimekushinda, nimelipiza kisasi ya ile mara ambayo kwamba imepita. Kwa hivyo ni nil, hakuna mmoja ambaye kwamba amefanya nini, ameshinda 1-1. Hadhihi bitilka,
Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa ni mwenye kuamiliana na wake zake. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tunasema haya mazuri, si kwamba siku zote nyumba huwa inakuwa ni asali peke yake. Kuna wakati ambayo kwamba pia kuna uchungu. Ule uchungu, hali ya uchungu pia lazima tuwe ni wenye kujua ya kuwa huo uchungu tutaamiliana nao kinamna gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Salama radhiyallahu anha, naona nishasimamiwa, simniombe dakika kidogo tafadhali nimalize. Ama namna gani? Dakika zangu zimebaki ngapi? Dakika 2. Niteteeni tafadhali kina mama. Niongeze ngapi? Naam? Siski? Dakika 10 tafadhali. Kwa ihsani yako. Jazakallah khair. Kuanzia 10 sasa utasimama, mimi nitazihesabu. Jazakallah khair. Ikiwa hali imekuwa mbaya, pia kuna namna ambavyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuamiliana na wake zake. Asema Salamata radhiyallahu anha annaha jaat bi ta'amin, ya kwamba alikuja na chakula. Kisha wakati ilikuwa ni zama ya Aisha radhiyallahu anha, Salama akawa ni mwenye kumtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula kwenye nyumba ya Aisha, kwa sababu amejua ya kuwa pengine ile nyumba hawana chochote na yeye kuna kile ambacho kwamba anacho nyumbani kwake na Mtume anao masahaba zake. Asema Salama radhiallahu anha, nikatuma kile chakula nikampatia mfanyakazi, akawa ni mwenye kukipeleka kile chakula. Kisha Aisha alipoona kile chakula akawa ni mwenye kupatwa na uwivu, kisha akachapa mkono ya yule mtoto ambaye kwamba amechukua kile chakula, kikawa ni kenye kuanguka, ile sahani ama kile chombo kikavunjika. Wakati kimevunjika, Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya masahaba zake, waonaje leo katika umati huu una bibi yako anakudhalilisha kiasi hicho, utafanya namna gani? Jambo la kwanza ni kofu, ndio uhakikishie hawa wenye wamehudhuria ya kuwa wewe ni mwanaume kweli. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo abadan. Na katika hadithi zote hakuna pahala ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahi chapa mke wake, abadan. Hakuna pahala ambapo kwamba Mtume amewahi mchapa Mtume sallallahu alaihi wasallam mke wake. Kisha akawa ni mwenye kukiokota kile chakula akiwa anakisanya, akiwaeleza masahaba zake ya kuwa gharat ummukum wa kaanna lam yakun shay'a, akiwaeleza mama yenu amekuwa na wivu, mama wenu amekuwa na wivu, na akawa ni mwenye kumaliza kana kwamba hakuna chochote kile ambacho kwamba kimetokea. Hii ndiyo namna ambayo kwamba ya kuamiliana. Pengine kukiwa na ikhtilaf katika nyumba, lazima katika sifa ya mwanamume awe ni mtu ambaye kwamba yataghafal, anajaribu kujifanya mambo mengine hata hajaona. Pengine kuna zile talaka ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kutokea kwa ajili ya chumvi, kwa ajili ya sukari, kwa ajili mwanamume ameingia katika nyumba akapata pampers iko hapo, hasira inapanda, ikipanda akianza maneno moja mbili, mwanamke pia anapanda, anamwambia wajua nini, mimi nimekupatia talaka. Asema Sheikh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah ya kuwa nimekuwa pamoja na Sheikh Ibn Baz rahimahullah, akapiga simu mtu akiwa anaelezea talaka ambayo kwamba imetokea kutokana na jambo dogo kana kwamba ni chumvi ama ni sukari, hali kama hiyo. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akawa ni mwenye kumueleza yule ya kwamba mwanangu, yabni laysa fi dunya hurul ain, katika hii dunia hakuna hurul ain. Dunia hii ni wanawake ambao kwamba ni bashar, ambao kwamba wanakosea, hakuna maasum. Kwa hivyo mwenzako akiwa ni mwenye kukosea, kuna namna ambavyo kwamba utafanya, ndipo uwe ni mwenye kufanya nini, uwe ni mwenye kudumisha yale amani ambayo kwamba ni yenye kuendelea katika nyumba. Na kuna namna ambavyo kwamba kukiwa kuna ile sitofahamu ndani ya nyumba, kuna marhala ama maratibu 4 za kutatua yale matatizo ya nyumba. Jambo la kwanza ni mawaidha. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna,
Jambo la kwanza, usiwe ni mwenye kuharakisha katika kutoa talaka, katika kutoa maneno makali. La, jambo la kwanza, mpe mwanamke mawaidha, fa'idhuhunna. Na katika kumpa mawaidha asema Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmaw'idha alhasana. Hikima na pia mawaidha ambayo kwamba ni mema. Si kwamba unamweleza wewe mwanamke, wajua wewe unakaa wallahi wewe shetani, Allah atakulani. La, wajua habibti, hivi ambavyo kwamba unanifanyia si vyema, wanidhulumu, Allah atakuuliza. Ebu muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wa hali kadhalika. Kwa hivyo jambo la kwanza alwa'dh, mtu kumpatia mke wake mawaidha, jambo la kwanza. Jambo la pili, unapompa mawaidha, si kwamba unampatia mawaidha asubuhi, ukienda kazini ukirudi unataka ukute malaika. Abadan, mpe muda. Leo umeongea, kesho uongee, kesho kutwa, endelea mpaka uombe Allah subhanahu wa ta'ala alete tawfiq. Jambo la pili, wahjuruhunna, ikiwa mawaidha hajafanya kazi, basi umhame. Na kumhama, wahjuruhunna fil madaji, sio kumhama kwa nyumba. Kwa maana wengine wanaume atatoka kwa nyumba, atazima simu yake, hakuna masrufu, hakuna nini. Abadan, mhame kwenye kitanda. Ikiwa uko na chumba cha pili, enda katika chumba chako cha pili. Ukiwa chumba chako ni kimoja, muache kwenye kitanda, lala chini. Kwa sababu hili linamuumiza mwanamke, anahisi ya kwamba haumtaki, anahisi ya kwamba umechoka na yeye. Kwa hivyo lazima atakuwa ni mwenye kurudia na kujua makosa yake. Kwa hivyo jambo la pili, wahjuruhunna fil madaji. Jambo la tatu, ukiwa mawaidha haya kuwa na manufaa, ukamhama, haikufanya kazi, wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ikawa imekuja dawa ya tatu ambayo kwamba ni dawa chungu, ambayo kwamba hakuwahi itumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa gani? Ya kuwachapa. Maulama wanaeleza katika kuwachapa ni ad-darb ghair mubarrih, ni kichapo ambacho kwamba hakiwezi kutoa alama. Wewe kitu kidogo tu peke yake ndio ahisi kwamba wewe umekasirika. Na pia ni ad-darb at-ta'dib la at-ta'dhib, ni kile kichapo kidogo ambacho kwamba ni cha kumpatia adabu, sio cha kumuadhibu. At-ta'dib la at-ta'dhib. Wakuta mtu anamchapa mke wake asubuhi, sura imevimba, sijui nini. Sasa unajiuliza, ndugu yangu, wewe unaishi na mke ama unaishi na mwanamume mwenzako? Pale ambapo kwamba umesomea karate zako, unakuja kuonyesha kama wewe ni mwanaume kweli, tafuta mwanaume moja katika barabarani, chapana na yeye. Lakini mwanamke sio wa kuchapa hiyo kiasi. Kwa hivyo dawa ya tatu ni kumchapa, kichapo ambacho kwamba cha kumuamsha kwenye usingizi, kichapo ambacho kwamba baadhi ya wanaozuoni wasema ni kumchapa ile mswaki. Mswaki ni kiasi ambacho kidogo tu ni kana kwamba unamuamsha. Jambo la mwisho, ikiwa mambo matatu hayo hayajafanya kazi, la mwisho ni wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ni kumtafuta mtu hakimu upande wako na mtu hakimu upande wako. Ikiwa wao ni watu ambao kwamba wanatafuta sulh, Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisha na watakuwa ni wenye kupata suluhu. Nadhani tutakuwa ni wenye kusimamia hapa, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari njema kwa wakazi wa bara la Afrika, Asia, Australia, Ulaya na Marekani. Je, unatamani kufunga Ramadhani ukiwa ndani ya mji mtukufu wa Maka na Madina? Unajua kuwa unaweza kufanya umra ya Ramadhani 2026 bila msongo wa mawazo? Ndiyo, Madrasatul Ikhlas wamekurahisishia kila kitu. Ni ndoto ya kila muumini kuwa mgeni wa Allah katika mwezi wa Ramadhani. Ungana na Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia na
na Ustaz Ibn Majah kutoka Belgium katika safari ya kiroho itakayobadilisha maisha yako kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2026, sawa na tarehe 16 hadi tarehe 27 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lipia sasa euro 1500 kama wewe ni wa bara la Ulaya na dola 4500 pesa za Australia kwa watu wa Australia, dola 3000 za Kimarekani kwa watu wa Marekani kabla ya tarehe 15 mwezi wa Shabani. Kumbuka, baada ya hapo bei itapanda hadi euro 1700 kwa watu wa Ulaya na dola 4700 kwa watu wa Australia na 3150 kwa watu wa Marekani. Bara la Afrika na bara la Asia, wasiliana nasi kwa maelezo zaidi. Kwa nini usafiri nasi Umra 2026? Huduma ni nzuri kweli kweli kabisa. Hotelini hadi Haram ni karibu sana kwenda kwa mguu. Huduma za iftari na daku zipo. Huduma ya visa ya miezi 12, ziara za kihistoria Maka na Madina na pembezoni mwake. Mpango wa kulipia kidogo kidogo unaruhusiwa. Tutakupa huduma ya usafiri wa gari Maka na Madina na kwenye ziara zote. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi sasa kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia, Ustaz Ibn Majah kutoka Belgium. Nafasi ni yako, usikose fursa hii.